Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi yangu Mheshimiwa Rais, naomba nitambue kwa niaba ya sekta binafsi uwepo wa ndugu Angelina Ngalula, Rais wa Shirikisho la Sekta Binafsi akiwakilisha Tanzania Bara, na ndugu Ali Suleiman Amul, mwenyekiti wa Chemba ya Biashara Zanzibar akiwakilisha Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya mkutano huu maalum, na kushukuru kwa maelekezo yako uliotupa ya kuitisha mkutano huu. Tunakushukuru pia kwa uamuzi wako na maelekezo yako kwamba mkutano huu ufanyike hapa Ikulu. Yote hii ni ushahidi wa wazi wa kiwango cha uzito na umuhimu ulioweka katika ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika utekelezaji wa Dira 2050. Ninamshukuru Mungu kwamba mimi na wenzangu tumeweza kufanikisha utekelezaji wa maelekezo yako ya kuitisha mkutano huu muhimu. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa ratiba ya mkutano huu nimepewa kazi mbili tu. Kwanza nitoe salamu, na pili nimkaribishe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ili atoe salamu zake na hatimaye akukaribishe kuzungumza na hadhira hii na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kupitia hotuba yako ya kwanza bungeni uliyoitoa tarehe 22 Aprili 2021, pamoja na mambo mengine, ulieleza kwa kina hatua ambazo serikali yako ya awamu ya 6 ingezichukua katika kuendelea kuimarisha uchumi wa Tanzania. Hatua ya kwanza kabisa ilikuwa, na hapa ninakunukuu, kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini ili kuivutia sekta binafsi kushiriki vizuri kwenye shughuli za kiuchumi. Na katika hili ukatoa mwelekeo kwa kusema mwelekeo utakuwa kurudisha imani kwa wawekezaji na kutoa vivutio kwa wawekezaji mahiri, ikiwa ni pamoja na kuwezesha uwekezaji kufanyika kwa haraka. Na katika kutekeleza mwelekeo huu, katika miaka yako 5 madarakani, Mheshimiwa Rais, sambamba na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mmeongoza mageuzi makubwa yaliyoboresha mazingira ya uwekezaji, kuimarisha imani ya wawekezaji na kufungua uchumi wa Tanzania, kama ambavyo wawekezaji na wafanyabiashara wenyewe wameeleza hapa kupitia taasisi zao. Mheshimiwa Rais, hivyo basi salamu zangu za kwanza ni kueleza hadhara hii kwamba matokeo ya utekelezaji ya maono yako hayo yameanza kuzaa matunda, na kama nilivyosema wengi wameeleza hapa. Naomba nitoe mifano miwili tu. Kwanza, kwa mujibu wa taarifa ya uwekezaji duniani, yani World Investment Report ya mwaka 2026 ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na uwekezaji UNCTAD, Tanzania imetajwa kufanya mageuzi makubwa katika mifumo ya usimamizi wa uwekezaji, na wametaja kwa kipekee uamuzi wako na maelekezo yako ya kuunganisha TIC na EPZA kuzaa TISEZA, ipo ndani ya World Investment Report. Hatua hizi zinaelezwa kuifanya Tanzania kuwa nchi iliyokuwa zaidi kiuwekezaji katika Afrika Mashariki na kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuvutia mitaji ya kimataifa barani Afrika, ambapo thamani ya uwekezaji wote kutoka nje, yani accumulated FDI stock, umefikia dola za Kimarekani bilioni 21.7 ukilinganisha na dola za Kimarekani bilioni 12.7 za majirani zetu wa karibu ambao mnawafahamu. Mheshimiwa Rais, mfano wa pili, kwa mujibu wa taarifa ya Afrika The Big Deal, katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026 Tanzania imekuwa nchi ya 5 barani Afrika kwa kuvutia mtaji wa kuanzisha na kukuza kampuni bunifu, yani startup capital, baada ya kuvutia dola za Marekani milioni 52, ikifanya Tanzania kuwa nchi ya pili kwa ukubwa Afrika Mashariki na ya 5 katika bara zima la Afrika katika swala hili startup capital. Na hili ni muhimu Mheshimiwa Rais, kwa sababu miaka michache tu startup hapa ilikuwa hata kutambuliwa haijatambuliwa, lakini leo tunazungumza ni ya pili Afrika Mashariki na ya 5 katika ukanda mzima wa Afrika.
nyuma ya Nigeria, Egypt, Kenya, Afrika Kusini. Nchi inayofuata inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muhimu zaidi, Mheshimiwa Rais katika taarifa hii wameipongeza Tanzania kwa kuwa kinara katika uwekezaji wa maeneo ya teknolojia, maeneo matatu. Kwanza, teknolojia ya fedha, yani fintech, teknolojia ya kilimo, agritech, na nishati safi, yani clean energy technology. Mheshimiwa Rais, nitambue pia hapo ukweli kwamba wamesema kwenye ripoti kwamba ukuaji wa startup ya Tanzania inachangiwa na benki za Tanzania, na benki 3 zimetajwa: CRDB, NMB na NBC. Wanawekeza kwenye startup, benki zetu wenyewe. Jambo hili pia ni kubwa. Mheshimiwa Rais, aidha katika hotuba yako niliyoitaja hapo, ulioitoa bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 2021, uliweka mkazo mkubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kuliwezesha taifa letu kujitegemea katika matumizi ya kawaida na katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Maono yako haya baadaye yalikuja kuwa sehemu ya maono yaliyopo katika dira 2050. Dira yetu 2050 ina maeneo makubwa 4 kama ambavyo umetaja. Ina ustawi, ujumuishi, haki, na eneo la 4 ni kujitegemea. Na Mheshimiwa Rais, niseme hapa, neno self reliance lilitupa ukakasi kidogo wakati kuandika dira. Baadhi ya wenzetu walitafsiri kana kwamba tunataka kujitenga na jumuiya ya kimataifa. Tulifanya kazi kubwa kueleza kwamba we mean becoming self reliance, kujitegemea. Kwa hiyo baada tukaeleweka, anakumbuka Dr. Asha Ruzi, katibu mkuu wetu, mapambano tulikuwa nayo kule Mbeya, hatimaye tukaelewana kwamba it is important to have self reliance in our vision. Na kwa kweli imekuwa ni sera yetu miaka yote. Sasa safari ya kujitegemea imekwepo nchi yetu tangu awamu ya kwanza, lakini kama nitakavyoonyesha baadaye, Mheshimiwa Rais, kasi yake imeongezeka sana katika awamu ya 6, na nitaonyesha hii kwa takwimu. Na njia nzuri ya kuonyesha ni bajeti ya serikali. Ni kwa kiwango gani bajeti yenu mnajitegemea na kwa kiwango gani mnategemea misaada. Sasa katika bajeti zako 6 tangu uingie madarakani, umepunguza kiwango cha misaada katika bajeti ya serikali kutoka 7.1 mwaka 2020-2021 hadi 0.9 mwaka 2026-2027. Bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2020-2021 ilikuwa shilingi trilioni 34.9. Misaada kwa maana ya grants ilikuwa shilingi trilioni 2.5, sawa na 7.1. Tukaendelea bajeti yako ya pili ya tatu mwaka 2023-2024, bajeti ilikuwa shilingi trilioni 48.4. Misaada trilioni 1.4, 3.1. Mwaka 2025-2026 ukapunguza, bajeti hiyo ilikuwa shilingi trilioni 56.49. Msaada ilikuwa shilingi trilioni 0.92, 1.6. Bajeti ya mwaka huu ambayo iliwasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha 2026-2027, bajeti yetu ni shilingi trilioni 62.33. Misaada katika bajeti hiyo is no longer in terms of trillion, ni shilingi bilioni 563.1, sawa na 0.9. Labda kuweka muktadha vizuri, summary fupi, awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, misaada katika bajeti yetu kwa maana grants ilikuwa 30% mpaka 45% katika kipindi chake chote. Awamu ya pili ya mzee wetu Ali Hassan Mwinyi ilikuwa 40% mpaka 50%. Awamu ya tatu ya Mheshimiwa Benjamin Mkapa ilikuwa 30% mpaka 40%. Awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete 20% mpaka 35%. Awamu ya 5, na hapa wenzetu wa nje wameipa jina la economic nationalism,
au deliberate uncoupling, na wakasema beginning of the drive for self-reliance. Misaada katika bajeti ya serikali kwa awamu ya 5 ilikuwa 7% mpaka 12%. Awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wenzetu wa nje wameipa majina mawili: modern fiscal autonomy and economic pragmatism. Misaada kwenye budget nilianza pale mwaka 2025-26 3%, sasa ni 0.9%. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, safari ya kujitegemea katika nchi hii imeanza siku nyingi, lakini kasi imekuwa kubwa sana kwenye awamu ya 5 ambapo wewe ulikuwa makamu wa rais, na awamu hii ya 6 sasa tunazungumzia shilingi bilioni 563, 0.9%. Ndio maana nilipohojiwa kwenye chombo kimoja cha kimataifa nilisema wala hatujidai wala haturingi. Wangetupa hizo fedha tungeshukuru, lakini kama watupi, hiyo haiwezi kutufanya sisi tukaanza kulia. Ukweli ni kwamba hiyo misaada yote tunazungumzia shilingi bilioni 563 out of a budget of 62 million, 0.9%. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, katika mazingira haya, taasisi moja ya kimataifa imeandika hivi karibuni, kwa nasoma, wanasema hivi na nanukuu wao. Kwanza ninukuu kwa Kiingereza chao, alafu nitakwenda kwa Kiswahili. Wanasema aid conditionality is no longer a lever of consequence over a government that has already priced its withdrawals into the physical framework. Kwamba masharti ya misaada hayana tena athari ya kimkakati katika maamuzi ya serikali, kwani serikali tayari imejumuisha hatari ya kupungua au kusitishwa kwa misaada hiyo katika mfumo wake wa usimamizi wa fedha za umma. Kwa hiyo itabidi watafute vikwazo vingine. Vikwazo vya misaada haviwezi kufanya kazi tena. Wenyewe wamekiri kwenye maandishi yao. Kwa Mheshimiwa Rais, salamu yangu ya pili ni kwamba mafanikio haya sio matokeo ya bahati, kwamba tu tuna bahati tu, Mungu ametujalia tu. Hapana, hiyo bahati ni muhimu, neema za Mungu ni muhimu, lakini matokeo haya mafanikio haya ni matokeo ya maono yako makubwa, ni matokeo ya uwezo wako bayana, ni matokeo ya bidii yako iliyo thabiti, na ni matokeo ya utashi na utayari wa kisiasa. Ni matokeo ya usimamizi imara wa sera zako za kiuchumi. Mafanikio haya yanatupa matumaini kwamba kupitia ushirikiano wa serikali na sekta binafsi ambao tumeonyesha leo katika utekelezaji wa dira 2050, Tanzania inaweza kuwa kitovu cha uwekezaji, ubunifu, ujasiriamali barani Afrika. Mheshimiwa Rais, napomaliza naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kamati ya maandalizi ya hafla hii iliyokuwa chini ya usimamizi ya watu wafuatao. Kwanza ni makatibu wakuu Dr. Fred Msemwa na Dr. Tausi Kida. Lakini Mheshimiwa Rais, tumefanya sambamba. Hii kamati ya maandalizi ilikuwa ni kamati ya serikali na sekta binafsi chini ya usimamizi wa ndugu yangu Angelina Ngarula pamoja na Rais Vincent Minja. Walisimamia hawa pamoja na ZNCC. Kwa hiyo taasisi 4 hizi, TPSF, TNCC, ZNCC na CEO round table, tulikuwa nao kwenye kamati ya maandalizi. Nawashukuru sana kwa kufanikisha shughuli hii. Niwashukuru sana management ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Tume ya Taifa Mipango na Ofisi ya Rais Ikulu kwa ushirikiano wao katika kuandaa shughuli hii. Lakini kwa kipekee Mheshimiwa Rais, niruhusu, sio kawaida kumtaja hapa, lakini niruhusu tu nimtaje. Nimshukuru sana ndugu yangu Mheshimiwa Balozi Ali Jabiri Mwandimi, Katibu wa Rais, kwa jinsi alivyoturatibu. Ukifanya shughuli hapa Ikulu
usipopata msaada na ushiriki na uratibu wa katibu wa rais ni ngumu sana. Ninamshukuru mno kwa jinsi ambavyo ametusaidia na kutuwezesha waweza kufanya shughuli hii. Mheshimiwa Rais, kazi kwa kweli kubwa ya uongozi ni maono, lakini ili maono haya yadhihirike yanahitaji wabeba maono. Niruhusu nitumie nafasi hii kwa sababu leo tuna sekta binafsi na sekta ya umma kumpongeza sana kijana wako Gilad Taylor, mkurugenzi mkuu wa TISEZA. Mheshimiwa Rais pamoja na bodi ya wakurugenzi, kijana huyu ambaye ulimteua ndiye kiungo kikubwa sana kati ya serikali yako na sekta binafsi kwenye swala la uwekezaji, na wote hawa wanakiri kwamba management yake na bodi yetu ya TISEZA wanafanya kazi nzuri sana. Kazi yangu kama waziri ni kukusimamia utekelezaji wa maono yako Mheshimiwa Rais, lakini ili uweze kusimamia unahitaji watu ambao wanasimamishika. Kijana huyu anasimamishika. Tunashukuru sana. Mheshimiwa Rais, baada ya salamu hizo, sasa ninayo heshima kubwa kumkaribisha Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hapa nimeletewa kimessage. Sawa. Nimkaribishe Mheshimiwa Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.